Gen Z kutoka Kenya waliokuwa wakimshambulia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakamatwa. Unasikiliza Mseto Media, mimi ni African Ruben. Hakikisha ili uwe wa kwanza kuzipata zote habari una subscribe. Sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kumekuwa na mlipuko wa picha mjongeo za aina mbalimbali za vijana kutoka taifa hasa la Kenya wakimkosea heshima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna moja ama nyingine, ambapo zimeonekana pia ziko video wakiongea maneno waliotunga na nyingine pia wakiunda picha kwa mfumo wa AI kuzisambaza mitandaoni, kitu ambacho mamlaka Tanzania imesikitisha sana nacho na ikabainisha kuwa sio utamaduni wetu wa Afrika wala sio heshima kumkosea kiongozi mkuu wa nchi, ambapo kwa upande mwingine ni sawa na mama mzazi. Sasa inadaiwa kwamba haya yamejiri kutokana na vijana hawa Kenya kutofurahishwa na kukamatwa kwa wanaharakati wao toka nchini mwao walioingia Tanzania kufuatilia kesi ya Lissu, na wengine wakarudishwa uwanja wa ndege. Sasa kufuatia hilo basi, bunge la Tanzania limetaka mamlaka ya Tanzania pamoja na Kenya kushirikiana kuwakamata vijana hao maarufu kama Gen Z. Hayo yamesemwa bungeni na mbunge wa viti maalum nchini Tanzania Esther Matiku, ambaye alitoa rai mamlaka za Kenya na Tanzania kushirikiana kukamata Gen Z mara moja kutokana na udhalilishaji unaoendelea mtandaoni dhidi ya kiongozi wa Tanzania. Udhalilishaji kwa sababu mama, yani rais wetu ni mwanamke. Nikafikiri kama angekuwa ni mwanamume, hivi cyberbullying ambayo ingeweza kufanyika, lazima tukatae. Tukiendelea kujua kama sisi sote ni watoto wa mama Afrika Mashariki, mamlaka za nchi ya Tanzania na mamlaka za nchi jirani, ambapo sijaona nchi jirani mamlaka zake zikikwendea hili. Tushirikiane mambo ya ndani ya hapa, idara ya mawasiliano na kule Kenya, tuwakamate hawa Gen Z. Sasa mtazamaji wangu, hayo ndio yalojiri, ambapo sasa wengi wanasema kama mamlaka ya Tanzania pamoja na Kenya zitashikamana kwa pamoja na kuamua kufanya kazi, basi tusishangae tukaona vijana hao wote Gen Z wanakamatwa na vyombo vya ulinzi na usalama, yani polisi. Tuachie komenti yako hapo chini juu ya hili. Je, limekaaje kwa upande wako? Mimi naitwa African Ruben na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.